Naam, ripoti za TRC Mzundu TV zinakujia kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani, na hasa kikubwa kilichoweza kutufanya tufike hapa ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria kikao cha tathmini ya matokeo ya kidato cha pili mwaka 2025. Na hapa tupo na afisa elimu wa kata ya Kabukundani, na amefika hapa kwa ajili ya kuja kutoa motisha baada ya sekondari hii ya Kabukundani kufanya vizuri kwa kufaulisha kutoka division 1 mpaka 3 kwa 81% na kuvuka malengo ya kitaifa ya KPI. Hivyo afisa elimu wa kata ya Kabukundani akaamua kutoa motisha chanya kwa walimu wote wanaohudumu hapa ndani ya shule hii ya sekondari Kabukundani, na tutakwenda kuona ni motisha gani ameweza kuitoa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV, usibanduke hapo, endelea kufuatilia, twende wote pamoja tuone ni motisha ipi chanya ameweza kuitoa afisa elimu huyo wa kata ya Kabukundani. Karibuni sana. Nilikuwa na sekondari nyingi hapa, na sekondari 2 nikaongezewa sekondari ya 3. Lakini kwa mwaka huu 2025 mmenitolea matokeo ambayo mmenisurprise sana. Nimeona ufaulu wenu wa 81% wa division 1 mpaka division 3, kitu ambacho mmevuka malengo ya kitaifa na KPI. Kwa kipekee kabisa, nikasema walimu siku ya kufanya kikao chao cha kutathmini, basi mimi niwaletee kitoweo hiki. Kwa hiyo naomba mpokee kitoweo hiki. Najua kama halmashauri vipo ambavyo wameviandaa, kwa sababu mmekuwa wa kwanza katika halmashauri wa kwanza, kwa sababu wanaofuata na 66%, nyinyi na 81%. Naomba tujipongeze. Najua kidogo baadaye tunapata kikubwa, kwa hiyo mlizike na hiki nilichojaliwa nacho kwa siku ya leo. Kwa naomba mwalimu mkuu wa Kabukundani, naomba upokee. Leo ni siku ya fly. Mimi nataka niongee mambo matatu kama mawili. La kwanza, wanasema mtoto msikivu. Mtoto msikivu, naomba tusikilizane sana. Mtoto msikivu, mtoto aliyekosa ukaidi, mtoto aliyekuwa mstaarabu, mtoto aliyekuwa makini, mtoto anayejitambua ataendelea kufaidi matunda ya baba yake. Nafikiri kwa hiyo tuendelee kufaidi matunda ya baba, basi tuendelee kujishika kama tulivyoshika, na hayo ambayo nimeyatanguliza kuyasema kuyaishi wakati wote. Naamini mimi katika majukumu yangu ya kazi kwamba mkubwa asimamiwi, mkubwa anajisimamia mwenyewe. Na hapa kufia mtu alikuwa mtumishi, alikuwa mwalimu, manake huyo tayari anajitambua na ana uwezo kujisimamia mwenyewe. Ukiona mwalimu atakafanya kazi mpaka asimamiwe, huyo ana kasoro zake. Kwa hiyo naomba tuendelee kuishi au kuishi na kukumbuka hayo maneno. Ukitaka kufaidi ya baba, basi uache nini? Ukaidi, ujeuri na uishi. Asante sana. Asante afisa wetu, kwa maana ya bosi wetu wa kata yetu kwa upande wa elimu. Basi na mimi kipekee nipende washukuru kwa maana ya kuwa pamoja siku ya leo. Tumeungana pamoja na nadhani mwakani itakuwa zaidi ya hivi ilivyokuwa mwaka huu. Lakini pia basi niwatakie kila laheri au tujitakie kila laheri walimu wote.